ni nani? Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele ni nani? Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele Mungu wa baraka ni nani? Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele ni nani sema? Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele ni nani sema? Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Mungu wa baraka, wa baraka, wa baraka, wa baraka, Mungu wa baraka, wa baraka, wa baraka, wa baraka, wa milele ni nani sema? Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele ni nani sema? Milele Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele Mungu wa baraka ni nani? Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele ni nani? Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Mungu wa baraka, wa baraka, wa baraka, wa baraka, Mungu wa baraka, 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 wa baraka. Anafanya nini wokovu wako? Kia maisha yangu. Anafanya nini maisha yako? Kia maisha yangu. Anafanya nini maisha yangu? Kia maisha yangu. Anafanya nini wokovu wangu? Kia maisha yangu. Anapamba, 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 anapamba. Kwenda chini, kwenda chini, kwenda chini, kwenda chini, kwenda nyuma, kwenda nyuma, kwenda nyuma, kwenda nyuma, kwenda huko, kwenda huko, kwenda huko, kwenda huko. Wa milele ni nani sema? Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele Mungu wa baraka ni nani? Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Wana vigelegele kwa Yesu. Inua Yesu, inua. 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 Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Jamani, sioni Wakristo wamefurahia. Siwaoni mkiwa mmefurahia katika nyumba ya Bwana. Twende upande utumbariki Bwana, si ndio? Haya. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Huku, huku, huku. Huku, huku, huku. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Huku, huku, huku. Huku, huku, huku. Huku, huku, huku. Huku, Let's go
go before the Lord as we are going to worship Him. Mpe tu Bwana sifa na shukrani, ni kwa maana anazistahili. Hakuna mwingine ila ni yeye ana sifa na utukufu. Just thank the Lord for this time that He has given unto us. As we are going to listen to the word, to open our minds, open our hearts, Almighty Redeemer, my Father. Have your way, Jesus. Have your way, King of glory. Have your way, Jehovah. Have your way, Jireh. Have your way, King of glory. May you use us as your vessels, oh God, as we minister to your people, oh Father. May you have your way, Jireh. May you have your way, Jireh. Mwambie tu Bwana kutawale. Mwambie tu Bwana kaingie ndani ya mwili wako. Mwambie tu Bwana ni yeye unangoja. Mwambie tu Bwana ni yeye unasubiri. We thank you, Jesus. We thank you, Lord of Lords. We thank you, King of glory. We thank you, Abba Father. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Hakuna kama wewe, mfalme wa wafalme. We worship your name, Jesus. Inua tu mkono wako, mwabudu Bwana. Inua tu mkono wako, msifu Bwana. Inua tu kinywa chako, mwambie Bwana ni yeye anastahili sifa. Hakuna aliye kama wewe, mfalme. There is no one like you, Jesus. We worship your name, oh God. For you are God, Almighty Father. We give you glory, we give you honor. There is no one like you, Jireh. There is no one like you, Abba Father. There is no one like you, King of glory. We exalt your name. We exalt your name. We exalt your name. We exalt your name. There is no one like you. There is no one like you. Hakuna kama wewe Baba. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Hakuna kama wewe. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship your name. We worship you. Hakuna mwingine kama wewe. Mwabudu tu Bwana, mwabudu tu Bwana. Mwamini anastahili sifa za moyo wako. Unastahili sifa za moyo wangu Baba. Unastahili sifa. Unastahili sifa. Hakuna kama wewe. We worship you, King of glory. Wastahili sifa za moyo wangu. Wastahili sifa za moyo wangu Baba. Wastahili sifa za moyo wangu. Mwambie tu Bwana anastahili sifa za moyo wako. Wewe tu, wewe tu, wewe tu Baba. Wewe tu, wewe tu, wewe tu Baba. You deserve all the praise. Wastahili Baba, wastahili Baba. You deserve all the praise. Wastahili sifa za moyo wangu. Wastahili sifa za moyo wangu. Na kuabudu uliniumba ni kuabudu. Na kuabudu Baba uliniumba ni kuabudu.
receive all the praises. You deserve all the praises. You deserve all the praise. Somebody you can praise the Lord. He deserves all the praise. Oh, wastahili sifa za moyo wangu. You created me in order I may worship you. Ulituma tu kuabudu Jehova. I worship you, Lord. We worship you, Lord. In Shiloh we worship you. We worship your name. Be glorified. Be glorified. Be glorified. Zetali talepa. Leparikatatata. Jesus, be glorified in my life. In my life. In my generation. In this ministry. Be glorified. Be glorified. Be glorified. We praise you. We worship you. We worship you, Lord. We worship you. We worship you. You are the reason why we are here. We worship you, King of Glory. We worship you, Ebenezer. We worship you. You are the eyes that I see through. Oh, my heart beats for you as the deer panteth for water. My heart panteth for you. My soul longs for you, Lord. You are our desire. You are our desire. Oh. We worship your name. We worship your name. We worship you, Lord. Shakatia. Only you are God. We worship. Only you are God. Only you are God. Be great. Be great. Only you are God. Be great. Be Just celebrate the Lord. You can celebrate the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Only Him. He is God. Hallelujah. Now you can celebrate better. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Praise the Lord. You know, there are things that God can do in your life that you cannot stay cool. Tell your neighbor, I cannot be cool. I cannot be cool. Praise the Lord. Hallelujah. Celebrate Jesus. Shout. Yeah.
churches were closed, somebody visited me. As somebody, a resident from Kariobangi, and he said to me, I thank God because churches are closed, because you people, you make a lot of noise. And I said it is okay. Hallelujah. You see, there's something I discovered about God. Churches is kanisa limejengwa kukua wakati inafinyiliwa. Unaelewa hiyo? The Bible said the more they were oppressed, they increased. The more I am oppressed, I increase. Hallelujah. 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 Now, I want to send a message to him that we are back. Hallelujah. Can somebody celebrate? The more they were oppressed, they increased. Oh, say, my enemy, continue oppressing me, because I am increasing. The more they are fighting you, the more you are increasing. Hey, tell your neighbors, my neighbor, you are not dying any soon. You are not dying any soon. My enemies, they cannot die tomorrow. They have to live and see the way I'm increasing. Say, my oppressor, keep on oppressing me. But guess what? I am expanding. I am increasing. Unajua, nilikaa chini nikagundua kumbe kanisa haijajengwa kukua bila kufinyiliwa. Oh yes. Unajua kanisa ni nani? Biblia ikanirudisha nyuma ikaniambia kwamba and our body is the temple of God. Kwa hivyo Mkristo anakuwa kwa kufinyiliwa. Wakati wanakufinyilia usipanuke. Hiyo ndio wakati unapanuka. Wakati wanafinyilia biashara yako iishe, ndio inapanuka. Wakati wanaenda kwa waganga wanakufa, biashara inapanuka. Mpaka mganga wao anauliza, kwani huyu mganga wake ni wa wapi? Nataka niende kwa huyo mganga wa huyo ani introduce. Manake mganga wako ndio mganga wa waganga. Manake yule Mungu tunaabudu ndio anaamua mganga aishi ama akufe. I don't fear witch doctors. Why? Because my father is the doctor of witches. They are witch doctors, but our God is the doctor of them. Hallelujah. Say, I am increasing. I am expanding. Kanisa Bwana asifiwe. Hallelujah. 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 Wacha kulia unapoona unapigwa vita. Hii ndio wakati wa kusherekea, manake wewe ni wa kupigwa vita ndio unakuwa. Usipopigwa vita haukui. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unasengenywa unalalamika nini? Pastor niombe ninasengenywa. Unafaa usengenywe. Watu wanasengenywa ni watu wako na kakitu. Wale hawana kakitu na wanasengenywa nini? Hey, kwenye wanataka kunisengenya anzeni sasa. Wewe kama una kakitu, nani anakusengenya? Nani anaweza waste time yake kusengenya mtu hana kitu? Si mwenye ako na kitu ndio anasengenywa. Sema wananisengenya, endelea. Hallelujah. Na kama uko na nguo yako ya Christmas, vaa ndio wasengenye kitu kingine. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tell the neighbor, we are back like we never left. Say, we are back like we never left. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikaa chini nikapiga hesabu nikaona huyu Uhuru wetu, huyu president wetu lazima tumwangalie vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza keiko hata kesho, amen. So mimi nimeamua kama ni crusade tunaipiga. Hallelujah.
Bwana Yesu asifiwe. Akifunga tutakuwa tumehubiri mpaka tumechoka. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ambe mwenzako tunaenda kuhubiri kiwazimu style. Bwana Yesu asifiwe. Ambe mwenzako tunaamuka sasa kuhubiri. Haleluya. Na asijaribu kufunga tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sema tumeinuliwa. Tumebarikiwa. Tumeinuliwa. In Jesus' name. You can have your seat by celebrating the Lord. Celebrating. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nashukuru Mungu sana kwa sababu ya Shilo tumebarikiwa. So pigie tu Bwana makofi mazuri. Unajua jana wakati baadhi zilisema zimefunguliwa, walevi walifurahi sana. Na wakasema watalala kwa baa. Na mimi niona nyinyi mlisema mtalala kanisani. Amen. Hizi kawaida mmekuja wote. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mmekuja nyinyi mpaka na wajukuu. Amen. Si mbarikiwe sasa, jipigie makofi mazuri. Amen. Hallelujah. Nashukuru pia nimeona praise and worship mmepata watu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Jemiang sasa mko na watu. Amen. Hallelujah. Na waje kuambia ati wanakubembeleza, wamesema wao ni praise and worship. Sasa wewe jipange na wao. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nimeapprove iko sawa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake nimeona umefanya ka interview hapo na hiyo ka interview kamekuwa sawa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ambe mwenzako ni mwamko mpya. Sister Sharon, weka tu hapo. Unaona watu sasa wamama wameingia kwa praise and worship. Hey. Hallelujah. Bwana sister Mweni, kimeumana. Bwana Yesu asifiwe. Mzee, wewe ngoja tu. Ule jamaa alikuja hapa alisema yeye ni chokora. Yeye ni nini? Wewe ngoja. Sasa atachapa praise moja hapa ndio utaamuka. Bwana Yesu asifiwe. Ambie kila mmoja tuamkeni sasa. Ndio wakati wa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mimi nataka praise and worship iongezeke kabisa. Kuna kuwa na praise and worship 1, praise and worship team 2. Bwana Yesu asifiwe. Na wote wako na uniform. Hallelujah. Choir 1, choir 2. Hallelujah. Kwaya ya mama, ya wazee, ya vijana, ya Sunday school, ya majirani, yani kwaya. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nitatengeneza yangu na mama hapa hivi tutakuja. Hallelujah. Mimi ni wa bass, yani wa soprano. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Say we are blessed to be back. Bwana Yesu asifiwe. I celebrate all the church leaders kwa vikundi vyote. Tumekuwa na ibada kanisa la Shilo, tujekuwa tumefunga. Viongozi wote, ulikuwa kiongozi wa Molem, simama kiongozi wa Molem. Amen. Amen. Tuwapigie makofi viongozi wa Molem. Amen. Hallelujah. Kanisa ya Molem ilikuwa inafanya vizuri sana. Haya, tuko na kanisa la Kariobangi. Watu wa area ya Kariobangi tulikuwa na fellowship. Wewe ni kiongozi, ulikuwa umewekwa kiongozi, simama. Tuwapigie makofi mazuri. Hallelujah. Amen. Amen. Tuko na wa Madhare uko side za Nigeria. Amen. Kama ulikuwa kiongozi pale simama, we celebrate you. Amen. Celebrate them. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Tulikuwa na team. Bwana asifiwe. Na kuna wale walikuwa wa John Saga. Tuwapigie makofi. John Saga simama. Amen. John Saga simama. Na kuona wapigie makofi mazuri. Amen. Hallelujah. Wa Madhare North. Bwana asifiwe. Wapigie makofi wanaposimama wa Madhare North. Amen. Mbona mnakaa kama mnafikiria? Amen. Celebrate them. Hallelujah. We all did good. Sema we did good. Bwana Yesu asifiwe. Kuhakikisha ibada zinaendelea kwa hizo kila pande tulifanya kazi nzuri. Amen. Ningeomba pia hizo ibada ziweze kupangwa kwa weekdays ziendelee. Bwana Yesu asifiwe. Kitu yote isifanye nini? Isisimame. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Mungu azidi kuwatia nguvu na azidi kuwapigania. Karibuni kwa ibada ya leo. Piga tu Bwana makofi mazuri. I want us to hear from the Lord. And I know we are going to be blessed. Wale wako online, our online church, karibuni sana. Welcome. Karibuni sana mahali mlipo. Wenye wako Kenya, nchi ya Kenya, Afrika nzima, dunia nzima, karibuni sana kwa ibada yetu ya leo.
Amen. We bless the Lord because of your lives and we welcome you once again. Amen. Siku ya leo tunaenda kusikia neno la Bwana na naamini kwamba tutabarikiwa sana. Amen. Kwa wale walikuwa wameweka suti za ordination inakuja. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Unajua mama walishona manguo. Amen. Amen. Na wakashindwa nguo tutavalia wapi? Sasa imekuja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 13 mwezi wa Julai tutakuwa na ordination. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na tutakuwa na anniversary ya kanisa hili 5 years of service in the work of God. Amen. So pige Bwana makofi mazuri. So tujiandae. Hallelujah. Hiyo nguo endelea kuipiga pasi, tunaendelea mbele. Hallelujah. Wale wako diaspora pia nanyi mnaweza nunua nguo yenu, pimeni nguo pia nyinyi. Amen. Kila mtu anapima nguo. Hata kama mtu wako Amerika si apime nguo. Amen. Na apige picha tutumie kwamba ako pamoja na sisi. Amen. Hallelujah. Unajua washirika mjuu tuko na washirika wengi sana ambao wako nje ya nchi. Amen. Tuwapigeni makofi. Let's celebrate them. Amen. God bless you. Siku ya leo ningependa kuanza a new series and I believe tutabarikiwa sana. Amen. Ambaye nimeita resist the devil. Mkatae shetani. Mkatae shetani. Bwana Yesu asifiwe. Nitakutanisha Kiingereza na Kiswahili. Kwa mwenzako resist the devil. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Kiswahili mwambie mkatae shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna nguvu ambaye tumepatiwa kama Wakristo ni kumkataa shetani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana shetani ana uwezo mwingine juu ya maisha yako, ni wewe kuna nguvu ya kumkataa. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna Mungu na kuna shetani. Na wote wanahitaji moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni wewe hawezi jilazimisha kwako. Ni wewe ukubali ama ufanye nini? Ukatae. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. You have the power and authority to resist the devil. Because the devil will never force himself to you. Anakuruhusu umuruhusu. Anakuambia habari chairman, ningependa kukaa na wewe. Wewe unamwambia karibu keti. Hakuna vile anajilazimisha. Haleluya. Unajua nataka tukubaliane, maana kuna vitu mingi tunasemanga shetani amefanya. Ingine si shetani, ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati unasema ni shetani unajiita wewe shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Haleluya. Hatutazidi kusema shetani amenifanya nikafanya dhambi. The devil made me do it. Shetani amenifanya nikafanya. Sasa kazi imebaki ni blame game. Haki ni shetani. Unaiba biblia wenyewe ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Unaiba kitu ya mwenyewe ni shetani. Unadanganya ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama mfurahi mahubiri. Haleluya. Tubadilishe tuende kwa ingine ama ni mnaonaje? Bwana Yesu asifiwe. Watu wapendi kusikia mambo ya shetani tena. Haleluya. Hautabaki ukisema shetani amenifanya nifanye dhambi. Hiyo ni tabia ya Wakristo wachanga kusema shetani ndiye alifanya, shetani ndiye alifanya. Bwana Yesu asifiwe. Maana uko na uwezo wa kumkataa. Kwa hivyo hauwezi sema ni yeye amefanya. Maana uko na nafasi ya kukataa ama kukubali. Shetani hawezi kutumia by force. No, ni vizuri tufunzane injili. Bwana asifiwe. Shetani hawezi kutumia by force. Hawezi. Ni wewe unafungua mlango wa kuruhusu shetani afanye kazi kwa maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu yote anaweza laana inaweza muingia, ni wewe unafungua mlango wa laana. Haleluya. Kanisa Bwana asifiwe.
Tusome James chapter 4 verse 7. Mtu anaye microphone na asome. James 4:7. James 4:7. Submit yourself then to God. Do what? Submit yourself then to God. Submit yourself to God. Resist the devil and he will flee from you. What? Resist who? The devil. And he will then what? He will run away. He will flee. Kanisa Bwana asifiwe. Inasema jipatiane kwa Mungu na mkatae shetani na atakimbia. Kama kuna mtu muoga kwa hii dunia ni mtu anaitwa shetani. Inasema na mkatae na atakimbia. Kwa hivyo ukiona mwanadamu anaishi kwa dhambi, ni manake yeye amekubali kukaa kwa dhambi. Ukiona mwanadamu anaishi kwa dhambi, kwa laana, ni manake yeye ametaka. Hajalazimishwa na mtu, ni yeye ameamua. Manake sikiza, Biblia inasema nini? Jipeane kwa nani? Kwa Mungu. Na umkatae shetani na atakimbia. Kwa hivyo shetani anajua kukimbia. Haleluya. Kanisa Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mmenyamaza sana. Haleluya. Ile kazi tumepatiwa ni kukimbia shetani, kumkataa. We can resist the devil. Wakati uongo imekuingia kudanganyana, you can resist na useme mimi nitaongea ukweli. You can resist. Manake laana na dhambi zote zinatokana wakati tumefungua mlango ukaachilia shetani akaingia ndani yetu. Manake kila siku shetani anatafuta mtu wa kutumia. Ni uchungu kwamba shetani anachukua Wakristo ndio anawatumia kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. It is one thing, submit yourself. Jipeane kwa Mungu. Matatizo tunayapitia ni sisi tumeruhusu. Maana tuko na nafasi ya kukataa. Tujejengwa kama robot. Tumejengwa tuko na uamuzi tunaweza fanya. Siku moja mtu akaniuliza swali, akaniuliza, mchungaji, kwamba Mungu hakutaka Adamu na Hawa wale ile matunda ya katikati, kwa nini aliruhusu hiyo matunda iwe katika shamba la Edeni? Nikasema ni kwa sababu Mungu anataka make choice. Make nini? Choice. God wants you to make choice, either to follow him or follow other things. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Mimi ujumbe wangu najaribu kuambia kwamba turudi kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Twende kwa Mungu tukatane na shetani. Manake adui ameinuka kwa style mpya. Saa hii atafutani na walevi. Saa hii anatafutana kanisani. Anatafuta mama wa kanisa, mzee wa kanisa, ndio hao vijana ndio anatafutana na wao. Wacha kusema shetani anatafutana kule nje, anatafutana hapa ndani. Kanisa Bwana asifiwe. Say I resist the devil. Say I resist the devil. Sema namkataa shetani. Kama Wakristo watasimama na wokovu wao na wajua umuhimu wa kile ambacho wanaamua na kile ambacho wanaprofess. Mlagai namba moja anapatikana kanisani. Mwizi namba moja, msharati namba moja, jambazi kanisani. Kwa nini? Na wote utasikia the devil made me do it. You have the power and authority to say no to the devil. You have the authority to say this is not mine. Hallelujah.
Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Hallelujah. The Bible says in the book of John chapter 4, chapter 10 verse 10, the Bible says what? It said the devil, the enemy, the thief comes to steal, to kill and to destroy. But I came that we may have life and have it indeed. So the enemy comes to steal you, to destroy and to kill you. Shetani ako na agenda. Na agenda yake ni kuua. Nimekuwa nikiwasomea sana in the book of Revelation chapter 12 verse 12. Hebu isoma leo hii. 12 verse 12. Ile Sunday nyingine nilihubiri, nikawaeleza jambo. Wakristo hatujakuja nani kuokoka, tumekuja kupokea. Revelation 12:12 it says, yes. Therefore rejoice, O heavens, yes, and you who dwell in them. But woe to you, O earth and sea, for the devil has come down to you in great wrath, because he knows that his time is short. Hebu soma na Kiswahili. Kiswahili, unajua Kiswahili ndio tunaelewa sana. Inasema wale mbinguni kwa bingu washukuru. Lakini wenye kwenye dunia ole wenyu, manake adui amekuja na makali mengi. Manake anajua wakati wake umeisha. Soma Ufunuo 12:12. Kwa hiyo shangilieni, enyi mbingu, nanyi mkaao humo. Ole wa nchi na bahari. Ole wa nchi na bahari. Kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Amejua kuna wakati mchache, kwa hivyo anaingia kanisani aweze kunyakua watu, ashike wachungaji, ashike wainjilisti, ashike manabii, ashike washirika, ashike viongozi. That is the plan of the enemy. Lakini kanisani tuko hapa tunahubiriana, receive your car. Yes, you will receive your car, but listen to me, first you need to receive Christ. That is the truth. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ukiuliza mtu mbona unaenda kanisani, atakwambia nisikize, niko na shida mingi. Nataka Yesu. Hallelujah. Nimepoteza kazi, ndio nimekuja nipokee. Kanisa Bwana asifiwe. Hakuna mtu anakuja na hisia kupokea Yesu. Hakuna yule anauliza Yesu anasema nini, maana kila siku ananena, anasema nini? Tutanunua magari na tunaenda nazo jehanamu. Utakuwa na Range Rover nzuri sana ambayo haijapata scratch yote, na uende jehanamu mpendwa. Kwa na ubili kanisa letu la Eldoret, nikamwambia nilishangaa siku moja kuona kwa mtandao MP member of parliament of Marsabit anafanya evangelism ya Uislamu. Anaita watu wa kijiji wote, anawapatia bursaries, anawapea chakula, alafu anawaambia wakuwe Waislamu. MP member of parliament anang'ang'ana kwa hiyo falme watu waingie. Wakati wa Kristo tumelala tunasema it is okay, we are taken by fire, by force. Which fire are you taking with? Kanisa Bwana asifiwe. Hii injili haipendwi sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. But let me speak what the Holy Spirit has deposited in me. And the word of the Lord says, submit to God, jipeane kwa Mungu na umkatae shetani. Jambo linafanya wa Kristo unaomba na upokei ni kwa sababu unatazamia the wrong thing. The Bible says, seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all other things shall be added unto you. So you seek God first. That's why we pray, our Father who art in heaven, hallowed
be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done. In heaven, on earth as it is in where. Hiyo tumemalizana kwanza ni kingdom ya Mungu kwanza. Ndio tunasema now give us our daily bread. Kwa hiyo before tuombe vitu, kwanza ni ufalme wa Mungu. Ni kwanza kwa mapenzi ya Mungu yatendeke. Kanisa Bwana say resist the devil. The devil, shetani anatuonesha hatuhitaji Mungu, tunahitaji pesa. Shetani anatuonesha hatuhitaji Mungu, tunahitaji magari. Ni kweli ndio, lakini baada ya kupata Yesu, baada ya kuona Yesu na tunamiss. Tafuta maskini wazuri wa maskini wa smart wako kanisani. Ukisikia nasema maskini smart, maskini mzuri kanisani, ako na degree lakini ni maskini. Kanisa Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. You don't like how I'm preaching? Wakati mmenyamaza, I know I'm preaching good. Hallelujah. Wacha nijipatie kikombe ya maji juu najua I'm preaching good. Hallelujah. We have power and authority in us to resist the devil and say, devil, you are not welcome in my family. You are not welcome in my life. Tuko na nafasi ya kukatana na shetani. Tuko na nafasi wapendwa. Tuko na nafasi ya kujipeana kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa naongea na chama nikamwambia wazi, Mungu anapenda kila mtu, lakini ana reward wenye wako serious na yeye. Ask your neighbor, are you serious with God? Then resist the devil. If you want to see God in your life, resist the devil. Katana na shetani. Sema Yesu ni wewe nataka, I give myself to you. So point number 1 to resist the devil. Number 1, run to God. Tell neighbor, run to God. Run to God. Watakuwa Mkristo 50-50. Run to God. I can pray for you for all I can, but if you are not connected with God, it cannot work for you. You will struggle. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. The greatest defense is to live right with God. Have a relationship with God. The greatest defense. Waganga wana nguvu juu ya maisha yako wakati uko kwa Mungu. Wachawi wanakumaliza na uchawi wao, manake uko peke yako. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati uko na Mungu, uko pande, Mungu uko pande wako, adui ana uwezo. This is a defense mechanism. Mimi maana kusema Kristo kuniambia amerogwa ishe, na anaweza roga wewe? Bwana Yesu asifiwe. Once you are saved, the enemy has no power over your life. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Run to God. It is the biggest defense that we need as a church. We can pray just one prayer and things are working. Why? We are connected with God. We are with God. Kanisa Bwana asifiwe. Maombi hatutakuwa tunaomba maombi tunaombea kitu moja mwaka mzima. Tunaomba mara moja na inatendeka. Maana we are connected to God. Kanisa Bwana asifiwe. Say I am connected. Build your relationship with God. Kana Mungu mpendwa. Kana Mungu. Daudi anasema nilikuwa mchanga, sasa mimi ni mzee, lakini sijawahi ona nani. Hajasema Mkristo, hajawahi ona nani
mwenye haki. Nauliza, wewe ni mwenye haki? Haleluya. Unajua tunamwambanga kitu na ifanyi kazi juu yetu. Juu ukisema baba, Daudi alisema hivi na hivi na hivi, na wewe sasa hiyo si mwenye haki. Juu kama ni mwenye haki kweli hautaibishwa. Wala watoto wake kufanya nini? Kurandaranda, kuombaomba. I say in this Kariobangi and those wherever, any son and daughter of this church, you shall never be a beggar in Jesus' name. You can't be a beggar. Why? The Bible says we shall be lenders, not borrowers. So imevunja sheria wakati wewe ni kuombaomba. I say no to that in Jesus' name. I say you shall not be a beggar in the mighty name of Jesus. You shall be a lender from today in the mighty name of Jesus. Build your relationship with God. Listen, a friend of the world is an enemy of God. James chapter 4 verse 4. Soma James 4:4. Inasema, kwani amjui rafiki wa dunia ni adui wa Mungu? Are you there? Yeah, it says, yes. You adulterous people, yes, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Yeyote ameamua kuwa rafiki wa dunia, ameamua kuwa rafiki wa adui wa Mungu. Kanisa, Bwana asifiwe. Mbona tunasukumana na vitu za dunia zaidi kuliko vitu za Mungu? Leo ingekuwa kazi inaendwa, watu wengi wangeingia kanisa na wache Mungu. One time nikahubiri nikasema, Mkristo, nikaambia tukiwa Shilo, tukiwa upande wa Kariobangi, nikasema ukienda kazi yote umepewa kazi, na huyo mwenye kazi akuambie utafanya kazi on Sunday, mwambie thank you for the job but I can't work on Sunday. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na unisikize, zingine nikikwambia kitu sikiza. Sikiza. Wale watu wote najua wamekuwa shirika hapa na wanapatiwa kazi on Sunday na wanachukua, wengi wao wanapotezanga hiyo kazi. Ama kazi iwasaidii. I'm teaching you something today. I want you to be serious with your God. Anakuuliza, so unaacha kazi? Unaambia kama Sunday siwezi enda kanisani, I'm sorry, I'm so serious with my God, I cannot work on Sunday. So if you are giving me the job, give me the job. Seriousness. Hello. Kanisa, Bwana asifiwe. Kisa kuna tunasema pasi, hiyo si mahubiri ya huku, hiyo ni mahubiri ya Amerika, si ya huku. Lazima tuende kazi on Sunday. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Be serious with your God. Other people are serious with your God. Wahindi wako serious na Mungu wao, Waislamu wako serious na Mungu wao. Wewe mbona hauko serious na Mungu wako? Mbona Mungu wako ni anachezewa? Anasema kupenda rafiki, ukiwa rafiki wa dunia wewe ni adui wa Mungu. Anasema tupende yeye, tuweke uhusiano na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Say, I submit myself to God. I submit myself to God. So in the same verse, James chapter 4 verse 8. Busoma hapo. It says, yes, draw near to God. Draw near to God. And he will draw near to you. And he will draw near to you. Draw near. Njoo karibu kwake. Come near to him. Wakristo, shetani anatupiga madafrau kwa sababu tuko mbali na Mungu, tuko mbali. Kanisa, Bwana asifiwe. Tunahubiri for only 1 hour, lakini 1 hour Wakristo wote wanakuwa wamechoka.
lakini mwambie aende market, ataenda kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini ni chacha tu anafanya na anafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Say, Father, I need you in my life. Say, Lord, I need you in my life. Unahitaji Mungu zaidi kuliko mambo unakimbizana nayo, mpendwa. Naweza kuwa sijahubiri kenye unataka, lakini mahubiri kenye Mungu anataka usikie. Check your plan. Check your ways. God wants to use you in the ministry. Anataka kuinua familia yako, but amezuiliwa, maana uko mbali na yeye. Anataka kukubariki ndio, lakini uko mbali na yeye. Anapokutafuta kiroho akuoni, akujui. Anataka kukubadilisha, anashindwa atakubadilishaje na uko mbali na yeye. Anataka kuinua biashara yako, anashindwa nitainuaje na uko mbali na mimi. Mungu anataka uhusiano na wewe. Kenya unakuwa unamwomba kila siku, anataka tu uhusiano. That you are not here because I need money. I'm here because I need God. I'm not giving my tithe because I need money. I'm giving because I need God. I'm not praying because I'm looking for money. I'm praying because I want God. Mungu anataka mtu anampenda yeye vile alivyo. Si mtu anampenda juu ya mali. Run to God. Submit yourself to God. God is looking for the church today. Mungu anakuita mahali ulipo unanitazama na nyinyi mko mahali hapa. Anataka watu watakuwa serious na yeye, ambapo utaona dhambi utakimbia dhambi, ambapo utaona usharati utakimbia, maana unajua uhusiano wako na Mungu, maana unapochingiza pale anaondoka. Daudi akasema, Baba, nakuomba usitoe uwepo wako na mimi. Usiende mbali na mimi, usichukue roho wako. Kenya inatufanya tunachezea Mungu kama kalongolongo, hide and seek. And our lives remains the same. No seriousness with God. When you are serious fasting and praying, ni wakati uko na shida. Yaani mpaka vile unalia unatoa mpaka makamasi. Hiyo ni wakati uko na nyumba inaenda kufungwa, Bwana amekutandika, ukaangalia mpaka macho imeangalia hivi juu. Hiyo siku ile kulia unalia, ingekuwa ni competition, wewe ungepatiwa number 1 Mureri, muda wa korera. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ile siku nakuona morning glory kila siku, najua kuna shida hapa. Leo kuna shida. Dada, shida ni gani? Ndugu yangu, ni shida iko wapi? Na inakuwa tu exactly kuna shida. Manake sio tabia yako, haukujangi. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Hallelujah. Ninaomba tutakuwa na Wakristo mahali hapa ambao hata wakati wako na mali bado wanaenda chini wanalilia Bwana. Hata kama amebai nguo ya Christmas, anaweza inama chini aite Mungu. Hata kama ako ni tajiri kiasi gani, bado anaweza kuja na oshe kanisa. Hata sema ako busy. Mimi najua kuna mtu ako busy. Usinidanganye uko busy. You are not busy. Unaniambia uko busy. Basi mimi nakuanga busy sana. Hakuna kwa hii dunia mtu ako busy. Nobody is busy. You only create time for important things. Yes. You can't tell me you're busy. Nobody is busy. You only create time on important things. So kama Mungu siwe maana kwako, nani ndio maana kwako? Hallelujah. Kanisa Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Create time with God. Seek God. This is not, listen to me, I'm teaching you this thing. Unisikize vizuri. Wakati wa mwisho umekaribia mpendwa. Hii ni wakati wa kujiandaa na kukaa na Mungu. Hii si wakati wa kukaa 50-50 na Mungu. Hallelujah. Kanisa Bwana asifiwe. Stay close with God. Be serious with your God. He says, draw near to me and I will draw near to you. Draw near to me, I will draw near to you. Take first step. Lako shatabada. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Sema natafuta Mungu. Sema na sauti, natafuta Mungu. Sema nahitaji Mungu kwa maisha yangu.
When you have God in your life, when the enemy of sickness and unlock the door, anakutana Mungu ndiye anafungua mlango, anakutana Mungu, you don't open the door. When God is your friend and you're in relationship with him, wakati maskini nabisha mlango haipatani na wewe unakaa chini, Mungu anafanya kazi. Wakati maadui wanainuka kupiga vita, hawapatani na wewe, wanapatana na Mungu, maana wewe uko na Mungu. Hallelujah, hallelujah. Kuna watu huwezi wapiga. Nasema kuna watu huwezi wapiga. Na mimi najuanga mimi ni mmoja wao watu. Nobody can fight me. Nobody. You can unaweza nipiga na nakubali. Hata ukinifanyia hivi nakwambia you have won. Lakini nipatie dakika 2. Nipatie dakika ngapi? Mimi nitapiga magoti. Wewe rusha ngumi, mimi nipige magoti. Kanisa Bwana asifiwe. We are looking for men who can win war here. Wakati wa mama anakusengenya, you don't return the word. You go down on your knees. Wakati kazi inakataa kufanya kazi, you go down on your knees. Why? You have a relationship with God. You know where to run to. Those are the people that we are looking for in the kingdom of God. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Hallelujah. Kanisa Bwana asifiwe. I decide to make God my friend. Wakati mambo inaenda mabaya, naenda na kana Mungu. Namwambia Baba, umesikia wale wanasema, Baba ninaomba unipiganie. Sina hiyo nguvu, nipiganie. Unahitaji relationship ndio uweze kuomba mambo kama hayo. Unahitaji uhusiano na Mungu mpendwa. Uhusiano na Mungu. Yeye ndio jemedari wa vita. Yeye ndio jemedari. Yeye ndiye anaonanga vile maadui wanakupangia. Yeye ndiye anaonanga plans zote za maadui. Yeye huwa anaziona kabla hata uzione. So you need to connect with God. Say I'm connecting with God. Connect with God. Today, connect with God. Me, God has fought many battles for me. Zingine hata zingine siongei na shangaa ilishindwa aje. Hata ingine nimesahau kuiombea, anachukua, maana there is a relationship. I pray, may you run to God today. I declare, may you run to God today. May God start fighting for you. Stop fighting for yourself. May God start fighting for you. Acha Mungu afanye kazi yake. Resist the devil. Run away from the devil. Come back to God. Kana Mungu. Kama maisha utakatifu na Mungu. Wacha Mungu afanye kazi. Weka yeye mbele. Unajua Yesu niliwasomea nikwambia ni Mungu anafanya tuwe matajiri. Si ni kweli? It was in the book of Deuteronomy chapter 8 verse 18. Yeah? Kasema ni is God that gives power to make what? Wealth. Ile kazi unafanya for 10 years na bado ujisaidii, kwa Mungu unaweza fanya for 2 years na ikusaidie. Hallelujah. Umeipata? Abu isome. The Bible says, remember the Lord your God. Remember. For it is who gives you the ability to produce wealth. He's the one that gives you the ability to produce wealth. Whatever you want to produce, may God give you the ability now. In the name of Jesus. Whatever you need, may God give you the ability. I declare, receive the ability from God. Receive the ability from God. In the name of Jesus. The ability to grow, receive it now. The ability to pray, receive it now. Whatever you want to do, receive the ability. God is the one that gives the ability. Uwezo. Hiyo kazi yako wezi inuka, ni Mungu anapeana uwezo wa kufanya kazi inuke. Wewe unang'ang'ana na kazi, tafutana na Mungu. Kanisa Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na mfalme mmoja mpaka wa leo ndio anaongelewa, Daudi, ambaye alikaa na Mungu mpaka mwisho. Hata wakati alizeeka, alifanywa majaribu, akaletwa a virgin akawekewa na yeye, na hata hakumgusa. Alikaa na Mungu mpaka mwisho. Kanisa Bwana asifiwe.
Kanisa Bwana asifiwe. He's the one who gives you ability. We are looking for men who can stick with God. They can stay with God. Hata kama mambo yamekupiga tafrao kiasi gani, you say I have God in my life. Wakati watu wanakusema bwana I have God in my life, wanasema ni kuishi wanaisha I have God in my life. Hallelujah. The Bible says all things may pass away, but his word will never pass away. What is the word? He said I will never leave you nor forsake you. Things can pass away, but his word will never pass away. Kenya alisema juu yako lazima itendeke. Kanisa Bwana asifiwe. Say God come in my life. Say Lord I need you in my life. Say Lord I need you in my life. No, I want you to speak seriously. God I need you in my life. I need friendship with you Lord. I need friendship with you Lord. Nataka urafiki na wewe. I need friendship with you. Nimekaa nje na marafiki duniani, hakuna msaada ninapokea, nahitaji urafiki wako. Nimekaa na marafiki wa dunia, nimependa dunia sana, lakini bado hakuna msaada nimepata. Nataka ushirika na wewe Bwana. Ushirika na wewe, uhusiano na wewe Bwana. Najipeana kwako siku ya leo. Najipeana kwako. I give myself to you. I tried to trust men and I realized you cannot trust men. They cannot be trusted. Yule unadhani ndio rafiki anageuka anakuwa ni adui. Kwanza akuwa adui mdogo anakuwa ni adui mkubwa. Yule ambaye unasema huyu kweli hawezi niacha, anakugeuka na anasema hata akutambui. Mpendwa, kaa na Yesu. Mpendwa, waachana na shetani, kaa na Yesu. Toroka dhambi mpendwa. Toroka dhambi mpendwa. I asked God one time. Kuna mtu alikuja nimwombee, walikuwa watu kama watatu differently. Unaomba kazi, wote wanataka kazi. Nikawaombea, nikauliza mlipata kazi? Tujepata. Wewe ulipata kazi? Sijapata. Wewe ulipata? Sijapata. Hai. Nikaomba tena. Nikawapigia simu tena. Mmepata kazi? Sijapata. Mmepata kazi? Sijapata. Nikaomba tena. Bado. Wengine wanakuja wanaombea, wanapokea. Kauliza Mungu, kwa nini hao watu wapokei? Kaniambia hata baada ya kuombea wao wanaenda kwa mambo zao. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wameokoka wakiwa hapa, wanataka Mungu awabariki, lakini ni washarati namba moja. Wameokoka kwa kanisa hapa, lakini nje dhambi. Kwa hivyo siwezi, nataka kuwabariki lakini sitaweza. Bwana Yesu asifiwe. Nikauliza siku mmepata kazi? Mjapata. Nikamwambia okokeni. Siku mtaokoka kujeni. Bwana Yesu asifiwe. The reason why vitu tupokei ni kwa sababu dhambi. Tumekubali shetani awe ndani zetu. Tumemkubali awe rafiki wa karibu. Tunakimbizana mambo za dunia, tukaachana na Mungu. Kama kanisa siku ya leo tutaachana na mambo za dunia, tukimbizane na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ile maombi umekuwa ukiomba for so long, you'll be surprised. You will be surprised. You will be surprised. Mimi nimepitia changamoto mingi, but God has never forsaken me. Ni kweli changamoto itakuja, but it will never make you put you down. It will never. Kanisa Bwana asifiwe. I say it will never put you down. Hallelujah. Hallelujah. One time nilikuwa naambia vijana hapa, nikawaambia leo hii mtu akiniambia Mungu aniambie saizi chagua kanisa ama ile shule, nitamwambia baba, hiyo shule wewe peana mwenye unataka kupatiana, lakini mimi wacha nihubiri injili. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukininyang'anya huyu Mungu, hakuna kenye utaona kwa maisha yako. Lakini ukininyang'anya kila kitu niko nacho na uniachie huyu Mungu, nipatie few weeks, few months, few years, utaniona tena nimeinuka. Kanisa Bwana asifiwe. Heri watu wakunyang'anye mali lakini wakuachie Mungu. Afadhali nikatae kutoa hiyo hongo, nibaki na Mungu. Heri nibaki na Mungu ambaye hata ukiniweka ndani atanitoa. Afadhali huyu Mungu ambaye wakati mtanikataa yeye atanikubali. Afadhali huyu Mungu, afadhali nisingie kwa dhambi, maana najua huyu Mungu hata wakati mambo imekuwa upside down, bado yeye anaweza fanya ikuje tena vizuri. Ikuje vizuri. Bwana Yesu asifiwe.
Kanisa Bwana asifiwe. No, I'm just giving you a secret about Mungu. Stay with God, resist the devil. I know temptation will come in many ways, but resist the devil. I've come to give you a word of today. Resist the devil. The devil doesn't want you to progress. Hataki uendelee. Ndio maana majaribu mengi yatakuja, inahitaji jitolee. Nisikize. Shetani ananga uwezo wa kukufanyia chochote. Anatumia kitendongwa legal documents to criminalize you. Shetani hawezi kukumaliza, anangojenga ufanye dhambi. Ukiwa na dhambi anaweza kumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Wakati celebrate man of God, Prophet Steve. Hey, leta mbele hapa tafadhali. Amen. Man of God. Amen. Ushers please bring our prophet and mom. Amen. Celebrate them. Just come. Oh, great honor. Amen. We celebrate you, man of God. Karibu sana. Amen. Hallelujah. No, you can celebrate them better. Amen. Wamekuja na jamii nzima. Amen. Hallelujah. Welcome, man of God. We honor you. Welcome so much. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Recently, I realized, remember my wife, hatutawahi toa hongo. Tunashikwa na polisi, anasema sijui tairi imefanya nini, unatoa kitu. Tukasema tutawahi. And I'm telling you, mimi sikuwa ijua unaweza survive bila kutoa hiyo kitu. Kanipata nikamwambia mimi ni mchungaji, hii kitu hapana. Kaniambia pastor, God bless you. Nikaenda. Si ya kwanza, ya pili tena. Akanipata nikamwambia mpendwa, hii kitu iwezekani. Ni vile mambo economy iko chini, hiyo mguu nitabadilisha. Mimi ni mchungaji wa kanisa la Shiloh Cathedral Praise International. Bwana asifiwe. Akaingia ndani ya gari, tukaenda kidogo. Akaniambia umesema wewe ni pastor? Sawa. Akashuka na akaenda. Sio hiyo tena, tukapatana na nyingine tena. Haleluya. Hiyo mguu tu tena. Hiyo. Nikasema sasa hii tumetumia neema vibaya. Na Mungu akahakikisha pia siku hiyo siko na kitu ya kupeana. Labda siku hiyo ningepeana lakini kanisa Bwana asifiwe. Akatuachilia pia tukaenda. Hii wakati on last week, it was on Thursday. Tukasema tunaenda Eldoret na kuko na lockdown. Kuko la nini? Bwana asifiwe. Tulienda nikaandika barua, mimi ni mchungaji na familia yangu tunaelekea Eldoret kufanya kazi ya Bwana. Nikaandika kila kitu. Nikaandika jina hapo chini ya askofu, nikajirekomendia ni askofu amesema hiyo, na tukaenda. Hakuna mahali hata moja tulitoa hata shilingi moja. Tulipita yote, tulifika hapo hivyo akaniambia barua, nikampatia. Nikamwambia askofu wangu aliniambia nikifika hapa nitasaidika. Akaniambia basi saidika. Siku ya kurudi nikakuwa na uoga kama nitarudi. Bwana asifiwe. Nilirudi nikamwambia nilienda ndio narudi. Akaniambia haya rudi. It is possible. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. There are things that will push you to sin, but you can try and resist the devil. We have the power to resist. Say I have power to resist the devil. Say I have the power. The enemy has nothing against us. Unajua shetani anatutanga makosa. Kale kama makosa, kale kadhambi ulifanya ndiye anatumianga kukushtaki. Nisi tunafungua hizo milango, adui anapata nafasi ya kutumaliza. The Bible says that submit to God. Submit who? To God. And resist the devil, and he shall flee. Kanisa Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. I hope mtatoa tu sadaka. Bwana asifiwe. Unajua mahubiri watu wataongeza sadaka, my pastor. Ndio watu wanasemanga hii mahubiri hii lakini afadhali mkose kutoa lakini tuende mbinguni. Bwana asifiwe. Maana yake mbinguni yuko ndio taji nzuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kanisa Bwana asifiwe. Say I am coming back to God.
Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Resist the devil. Stick with God. I want you to come to church. Kuja kanisa juu unataka Mungu, si juu ya mali, si juu ya pesa. Kuja juu unataka Mungu. Kuja kanisani juu unataka kumuona, kwa sababu unataka kubadilisha maisha yako. Come to church because you want to see God, not because you're looking for money. Unaona watu tumehubiria ni wengi, lakini nyoko kanisani sio kama wenye wale washirika tumehubiria wakirudi wote kanisani. Sister Naomi, sikudanganyi. Kitu ya kwanza tunanunua shamba ya kanisa eka 100. Na tunajenga. Na kuna jaa. Lakini anabarikiwa akiponyoka. Anabarikiwa akiponyoka. Anabarikiwa akiponyoka. Ikiisha anarudi. Na wanarudi vizuri. Papa, daddy, unajua mimi sina dadi mwingine, wewe ndio dadi peke yake. Hata tangu ni kazi imekuwa ikinishika, lakini tuko pamoja. Okay, karibu sana. Shida nini? Kazi iliisha. Niombe tu. Ile maombi yako iliniombe, ilinifungulia njia mingi. Na sisi tunakuanga wazuri. Maana hizi kazi naomba in Jesus name. Receive it. 2 days amepokea tena. Tena. Nilijichuna masikio. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. We are here to show you the way. Stick with God. Whether you have money or you don't have money. Asubuhi tulikuja tukapata mama Sister Pauline akipanga pale nje, anatengeneza, anapanguza vitu. Mapema mbele ya pastor, ameshafika mbele yangu, anapanguza. Anawacha kazi, anapanguza. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. God is looking for men who can forget about who they are and serve God. In the church of God, there is no great business mogul. Hakuna tajiri mkubwa na maskini. We have to come and be equal before the Lord. I'm looking for a day that mzee, when you have Range Rover and you can park outside there, na utaki kujua kama kuna watoto ama hakuna, na usiniambie pasi hakuna parking huku. Unaipark pale and you come and worship the Lord. Hallelujah. Mimi niliwaambia hata ubarikiwe kuwe MP we governor, ukikuja hapa wewe ni mshirika. Bwana Yesu asifiwe. Kama tuna mob kanisa, una mob. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na tukuiti His Excellency or Her Excellency, tunakuita jina yako Naomi. Bwana Sister Naomi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. The time has come as church. We be serious with God. Don't give people platforms because of their titles and because of the money they have. It is time we give leadership because somebody is qualified, because somebody has been working with God. Nilisema wewe kama utaki kutembea na Mungu, hakuna uongozi unapokea hapa hivi. Utakuwa mshirika na ukaa hivyo. Kwa nini mtu anakuaje kiongozi wa wamama na aombangi? Unakuaje kiongozi wa wazee na wewe huwezi enda kesha? Unaweza kuaje kiongozi wa vijana na wewe ndio mtu unalala? I thank God because wote kwa hii kanisa wanaomba. Wapigieni makofi mazuri. Mzee anakujanga hapa kesha na anaenda kazi asubuhi. Kanisa Bwana asifiwe. Say, I want to serve God with all my heart, with all my soul, with all my strength. This is work that we have been given by God, to resist the devil and work with God. Ile maombi tumekuwa tukiomba for 10 years, inataka tu just 1 minute. We say, God, there is a need, na ashughulikie. Kanisa Bwana asifiwe. I say Shilo Kariobangi hakutakuwa na maombi ndefu. Maombi itakuwa very short. God do it na inafanyika. Hakuna kwenda maombi ya 1 2 3. Maombi ni moja, inatendeka. And I pray today, whatever you prayed for today, receive it now in Jesus name. Ipokee kuanzia saa hii. Because we are connected to our Father. We are connected to the source. We don't need to cry. We just need to speak and say, God, there is a need. God, there is a need. God, there is a need. When there is a need of rent, I just speak and say, God, there is a need of rent. When there is a need of healing, I say, Lord, there is a need of healing. Wakati kuna haja ya biashara, God, there is a need of business.
and God comes and put it, anaiweka pale. Kanisa Bwana asifiwe. God comes and puts it there. Oh, hallelujah. Say, I have a relationship from today. Sema niko na uhusiano na Baba. Sema niko na uhusiano na Baba. Kanisa Bwana asifiwe. Ndio watu kikuacha au wachiki wewe. Manake wewe uko na Mungu. Wanakuacha, wanakurudia. Wanasema, excuse me, it has been so long since we talk. Can we talk again? Can we connect again? Manake walitarajia unaisha na uishi. Manake wenye uko na yeye hawezi isha. Manake yule uko connect na yeye haishangi. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. You need God in your life. You need to submit to him. Just resist the devil. He says, draw near to me and I shall draw near to you. He just needs a relationship between you and him. He's not looking for any other thing. He just needs a relationship. He needs an intimacy with you. That's what God means. Nothing else. Mimi nataka kanisa ambaye inaenda mbinguni wapendwa. Mimi nataka kanisa ambaye inaenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. This is my prayer today, that we receive the devil. We have said point number 1, it is run to God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. I want you to lift up your hand and I want you to pray a simple prayer and say, God, come in my life. I want you in my life. I've struggled for so long. The enemy has dealt with me seriously. Lord, I'm running back to you. I need you in my life. I need you. I just need you, Lord. I need you, Lord. I need you. I need you. I need you. I need you, Lord. The enemy has made me believe that Corona came to destroy me, but I've understood today that Corona came to make me stronger. Oh, the enemy has made me to think that you don't love me, but Lord, I've realized that through the oppression is a time for me to grow and expand. Oh God, come to my life. I want you in my life. I want you in my life. Oh, I need you in my life. The enemy has been communicating to me that the troubles that I'm passing through, it is because of you. But now I understand that every mountain that comes in my life, it is there because of your glory. Because you say in your word, you shall never bring a test that I cannot handle. Lord my God, come in my life. I welcome you back in my life, back in my marriage, back in my family, back in my ministry, back in my business, back in my life. Lord, I welcome you back. I welcome you. Can praise I am tired of being lonely, and now I want you in my life. I am tired of remaining the same. Now I need you back in my life. I want you back. I want you back in my life. Oh, sickness has been a problem in my family. I need you back in my life. I need you back in my life. In the mighty name of Jesus. I need you back in my life. I need you back in my life. I need you back in my life. 2021 is our year of manifestation of great grace, but it has started and I feel like I'm about to give up. Oh, the vision that I have and I'm feeling is about to give up. Lord, I pray. Oh, Lord, I pray. Oh, Lord, I pray. Restart me once again. Jumpstart me in the spirit. It's not my time to give up. It's not our time to give up. It's not our time to give up. We are resisting the devil. Tunamkataa shetani.
We welcome you back in our lives, Lord. We welcome you back in our lives. Come and take over. Come and take over. Come and take over. Come and take over. There's a lot of unfinished business in our lives. Come and take over. There are a lot of unfinished business in Kariobangi. There's a lot of unfinished business to that sister and that mother, to that brother. Lord, come and finish, because the word says you are the finisher. You are the finisher. Come and take over. Oh God. Oh God, the enemy has blinded us. Shetani akatufunga macho ili tuone ni kama tunaisha. But Baba unasema you are the Alpha and Omega. You are the beginning, you are the end. I know I'm not ending now. Siwezi isha. Hatuwezi isha. Makala di shede baya. Oh Lord, we submit ourselves to you. We submit ourselves to you, Lord. We submit ourselves to you, Lord. We are drawing near to you. Oh, we want a friendship with you, Lord, because your word says a friend with the world is an enmity with you, God. We want friendship with you, Lord. Oh Jesus. Oh Jesus. Mbona niwe na gari na nisikose? Mbona niwe na mali na niangamie? Mbona niwe na nyumba ya kifahari na niende jehanamu? Mbona niwe na mali na niishi hospitalini? Oh God. Mbona nibarikiwa na nirudi kwa masikini? Baba njoo. Ile kazi ulianzisha ndani yangu bado haijaisha. Naomba ukaimalizie. Naomba ukaimalizie. Ile kazi ulianza na yule dada bado hujamaliza. Njoo. Zeka la barida. Ile kazi ulianza na Kariobangi bado. Ile kazi ulianza na mtumishi yako bado. Ile kazi ulianza, ile kazi ulianza, ile kazi ulianza Baba, ile kazi ulianza na ule dada, ile kazi ulianza na yule ndugu bado. You can stand up on your feet and open your mouth. If you can kneel down, you can kneel. Zarikatala Zeba ribalana. Unaweza simama, unaweza simama. Zela barabara katala Remanda la bosekedeba. Ye katabari katalia. Ye katabari kosatalia. Yale adui amezima maishani mwangu, yale adui amenyamazisha, yale adui amenyamazisha, ninayakisha sasa in the mighty name of Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. I am in your will, not in the will of the enemy. Let your will be done. Your will. Let your will be done. Let your will be done. I am just your child. Mimi ni mwana wako, nakulilia. Ninakulilia wewe Bwana. Haujatuleta mbali utuachie hapa. Haujatutoa mbali utuachie hapa. Haujatutoa mbali hivyo ili utuachie hapa. Haujatutoa mbali utuachie hapa. Tunarudi kwako Baba. Tunarudi kwako Baba. Mali tumekosa tusamehe. Mali tumekosa tusamehe. Oh my God, my God, my God. Tunaomba kutusamehe Baba. Tunarejea, tunarejea. Kama wana wapotevu tunarejea. Tunarejea, tunarejea. Tunarejea, tunarejea. Najua hujamalizana na mimi. Najua hujamalizana na nabii wako. Najua
Najua hujamalizana na watumishi wako. Najua hujamalizana na washirika mali yako. Najua hujamalizana na watu wako Baba. Najua hujamalizana na wao. Oh, hujamalizana nasi Baba. Tunajipeana kwako wewe Baba. Wewe Baba wewe. Zile badakata tanabayade zekatala bayada akali amasu unitawale Mungu mwenye nguvu Baba naomba Man of God, just come forward. I want you to pray for everybody. Amen. Mtumishi wa Mungu, nataka tuombe ombi moja, kwamba ile tamanio lako la kukaa na Mungu wacha akairejeshe sasa. Wacha Mungu akarejeshe ile tamanio. Wacha ile kazi Mungu ameanzia juu ya maisha yako ikatendeke kulingana bila naongozo wa Roho Mtakatifu. Makala dada, ile tu mkono wako juu, ile tu mkono juu, as you receive. Amen. Zikareba zandele pazuka berando ziketerere babuza. Open up your mouth for 1 minute. Kuna tamanio ya moyo wako, ambia tu Mungu anakusikia. Just tell God, here I am, coming just as I am. Tumesikia neno la Mungu. Mungu anataka uhusiano na sisi. He wants a fellowship with us. Watu wengi wamepotea kwa sababu ya corona, lakini wewe uko hapa kwa sababu Mungu amekupea neema na fadhili zake. Inua tu kinywa chako, mwambie Mungu, nitendee jioni ya leo, nitendee mchana wa leo. Yeye Mungu anasema ukiniita nitaitika na nitakuonyesha makuu ambayo mwanadamu hajawahi kuona. Father, we lift up our voices to you tonight. Shire bahanda rikantoze parabahande le babosa marose pakatara bahande le katosha rikatara babose perekatore la bakata mandere parato sataraka tarabasetereba leprando zikarando soparada lahanda iraso parako sopele karando sia mando la karababoze keterere bazonda rakos pradoza la kaya ramandala irando zepere katala babosea rikaranda la mamoze parakotoya repala baba baba noko shatalaba reparando zikaraya la baboza. In the name of Jesus Christ, Father, we are coming back to the heart of worship. We are coming back to the heart of worship. We are coming back to the heart of worship. As a church, we are coming back to your heart. As a ministry, we are coming
coming back to you. As individuals, we are coming back to you. We are crying for a reconnection, my Father. We are crying for a connection back to you, oh God. We pray for your presence, oh God. Like the Jacob said, we shall not depart from this place until you bless us, oh God. We desire to establish a connection with you, my Father. We desire to establish a touch with you, our Father. Tonight, King of Glory, we decree and we declare whatever we need from you, oh God, we shall find it on you once we connect back to you. And so tonight, oh God, we come back to you. We rent out our hearts. 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 Remember us, oh God. Remember us, our Father. Remember us, oh God. Wengine wamefifia katika kutembea na wewe. Baba, turejeshe leo. Baba, turejeshe kwa upendo wa kwanza. Baba, turejeshe kaluni mwako. Turejeshe mbele zako. Patakatifu pako Baba, tunakuhitaji. Bila wewe hatuwezi. Bila wewe hatuwezi. Baba, turejeshe. Baba, turejeshe. Kama kanisa turejeshe. Kama kanisa turejeshe. Oh, Jehovah, restore us. Restore us. Restore us. Shalabahandere babosi. Ekarababosa taba. Mungu anahitaji kukutana na wewe. Anahitaji moyo wako. Anahitaji maisha yako. Jiwachilie mbele ya Mungu jioni leo kanisa. Jiwachilie mbele za Mungu. Mwambie Baba, niko mbele zako. Mwambie Baba, nimekuja. Jinsi nilivyo nipokee. Jinsi nilivyo Baba, nisaidie kutenda mapenzi yako. Nisaidie kutembea kwa njia zako. Nisaidie Bwana. Pengine wakati wa corona haukupata wakati wa kuomba, kanisa zikafungwa, ukapotea. Bwana anasema, njoo songea karibu na mimi. Songea karibu na mimi. Come closer to me. I will come closer to you. Mungu anakuhitaji. Anahitaji familia yako. Anahitaji mume wako. Anahitaji mke wako. Anahitaji watoto wako. Mwambie Baba, nimejileta mbele zako jioni ya leo. Kanisa omba. Kanisa omba. Kanisa omba. Tafuta uso wa Bwana. Kanisa omba. Paza sauti yako juu. Paza sauti yako juu. Lift up your voice to God. Tell him, Father, here I am. Tell him, Father, here I am. Worship him. Let us pray together. Let us pray together. Let us pray together. Let us pray together. Oh, Mungu wetu, umepigania kanisa. Tumerejea kanisani. Umepigania kanisa. Baba, tenda makuu. Tenda makuu. Baba, tenda sasa. Baba, tenda sasa. Baba, tenda sasa. Baba, tenda sasa. By the grace of God upon this altar, Lord, do it again. Lord, do it again. By your grace upon this altar, I stand in the grace upon your servant, Pastor Isaac and Janice. I declare, let your grace work for us tonight. Let your grace work for us tonight. Somebody pray. Pray. The grace is here. The anointing is here. Mungu amejitendea. Mwambie jioni ya leo, nahitaji kukutana wewe. Nahitaji mguzo wako. I want to walk with you. I want to worship you. I want to worship you. Jehova, help me. Mungu nisaidie. Baba nisaidie. Siwezi peke yangu. Siwezi bila wewe. Siwezi Baba. Siwezi bila wewe. Shara baba baba baba. Eporakotosa. Yes. Inua mikono yako juu. Lift up those hands. Everybody stand up on your feet. Simama kwa miguu yako miwili. Ishara katoya. Ekala babosi kadaba. Erende satori babosa. When the devil tried to close the church, I want you to understand the church cannot be closed. The doors may be closed, but the heart of worship is never closed. Lift up those hands to Jesus. Kuna jambo mtumishi wa Mungu amekuwa kinena. When I was coming here, I woke up in the morning and I preached in the morning service.
And I felt the Lord speak to my heart that I should be here today. I don't know why, but I just felt. I told my wife, we are going to Pastor Isaac's church. And when we were coming, I was watching the service. I was following online. Kuna kitu mtumishi wa Mungu alisema kwa mtandao. Na akasema Mungu anatafuta uhusiano na wewe. Wengi wetu tunatafuta pesa, tunatafuta nyumba na magari na hizi vitu zingine, but God wants a relationship. And that is what I was preaching in the morning. In Psalms 23, the Lord is my shepherd. Until you become the sheep, you cannot know the shepherd. Kanisa, sikia vizuri. Lazima ujue kuhani wako ni nani. Lazima ukue kondoo ndio ujue mchungaji ni nani. Wakati wa corona wengine wetu ulipotea. Tukawacha wachungaji wetu, tukawacha makanisa, tukawacha kuomba. Lakini Mungu anasema anataka uhusiano na wewe. Anataka kukujua jinsi alivyo. Anataka usonge karibu na yeye ili asonge karibu na wewe. Mungu anakuhitaji. Mungu anakudai. Hii ni maombi sana, huwezi kuombewa na mtu. Wewe mwenyewe lazima ufungue kinywa chako. Uambie Mungu, nimejileta mbele zako. Baba nisaidie. Usiponisaidia sijiwezi. Watu wamekufa wengi, mimi niko mzima. Watu wameangamia, niko mzima. Nyumba yangu tuko wazima. Kwa sababu Bwana umenipigania. Inua mikono yako juu. Naambia Mungu, Baba asante. Asante kwa kanisa letu. Asante kwa mchungaji wetu. Asante umetupigania. Bila wewe hatuwezi. Inua mikono yako juu. Ambia Baba, nimesonga karibu na wewe. I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you. Where it's all about you. I'm coming back to the heart of worship. I am coming back to the heart of worship. Jehovah Shalom. I am back to the house of God. I am back to worship you, my Redeemer. I know you hear me when I call. Ash. With the hands lifted up, kila mahitaji ya moyo wako, nasimama kwa neema ya madhabahu hii. I stand on the grace on this altar, under the grace of Pastor Isaac and Pastor Janice. I stand on this altar. Lift up those hands. Mahitaji yako yote pokea sasa. Kilio cha moyo wako pokea sasa. Uponyaji wako pokea sasa. Kuna mama analia mtoto wake amepotea hapa. I see in the spirit. Kuna mama analia mtoto wake amepotea kwa mambo ya ulimwengu. Popote ulipo mtoto wako anakurejea. Mungu anaguza mtoto wako popote alipo. Haijalishi amepotea miaka ngapi. Leo utakumbuka wakati nilirudi kanisani nikajiconnect na Mungu. Watoto wangu waliona mwangaza. Na wachilia neema juu ya maisha yako. Na wachilia neema juu ya maisha yako. Nasema na wachilia neema juu ya maisha yako. Kuanzia leo hautapotea tena. Hautapotea tena. Hautapotea tena. Bwana akunyunyizie maji. Bwana akunyunyizie maji. Wakati wa ukame pokea maji ya Roho Mtakatifu. Wakati wa ukame pokea sasa. Pokea sasa. Pokea sasa. Pokea sasa. Pokea sasa. Nasema pokea. Nasema pokea. Nasema pokea. In the name of Jesus. Kama ni mgonjwa pokea uponyaji wako sasa. In the name of Jesus. Popote ulipo mgonjwa, kama ni mgongo, tumbo, kichwa, under this anointing I release healing. Sisemi ya saa 8 sahi wakati huu. Right now receive your healing. I say receive your healing. Shetani hawezi kuwa mahali hapa. Nasema pokea uponyaji wako. Pokea uponyaji wako. Biashara yako, nasema mapato iongezeke. Nasema mapato iongezeke. Wiki hii may you register profit upon profit. May you register profit upon profit. By your sacrifice on this altar, let your business register profits. Let your business register profits. In the name of Jesus. Mchungaji akasema jambo la mwisho ni Mungu anapeana hekima ya kutengeneza utajiri. I was following very closely. It is God that gives the power to create wealth. I declare divine intelligence over this ministry.
May you become wealthy. May you become wealthy for the sake of the kingdom of God. May you become wealthy. May God bless your business. May God bless your work. May God bless your home. As you come in and go out, I release the blessings of God. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. In the name of Jesus. We receive it now. Say, the past is gone. The past is gone. The new has come. The new has come. Say, from today, From today, anything Anything that was stopping my life, that was stopping my life from today from today is removed. is removed. It is removed. It is removed. Every barrier Every barrier that was planted that was planted by the enemy by the enemy to make me stagnate to make me stagnate from today from today is cancelled it is cancelled in Jesus' name. in Jesus' name. Say, Father, Father, welcome to my life. welcome to my life. Welcome to my life. Welcome to my life. Holy Spirit, Holy Spirit, come back to my life. come back to my life. Say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, Thank you, Lord, for your provision for your provision of power, of power, of grace. of grace. Thank you, Lord, Thank you, Lord, for your love for your love in my life. in my life. Amen. Amen. You can celebrate the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.